Mpendo unayenifuata nasema shalom, ni Bishop Noire Justin. Nilipenda tuongee tena neno la Mungu, na neno hili linaongea juu ya wakati tuliomo, na tuko katika mwaka wa 2026 sasa, na kila mwaka una mipango yake, hata katika ulimwengu wa roho, upande wa Mungu na upande wa adui yetu, adui ya shetani pia. Na kila mwaka una matokeo yake kwetu sisi ambao tunaweza kuwa ama upande wa Mungu ama upande wa shetani. Tukiwa upande wa Mungu, kuna vitu vipya vinaambatana nasi kwa hali ya kutukuza jina la Bwana. Tukiwa upande wa shetani, kuna vitu vipya vinajichomokeza kwetu kwa sababu ya kutukuza kazi za adui shetani. Lakini sisi ni wana wa Mungu, tulipewa uwezo wa kufanyika wana, tukazaliwa mara ya pili, hapana kwa damu na nyama, lakini kwa nguvu au kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Ndio maana nilipenda kuongea neno hili, nikasema mwaka huu ni mwaka wa realization. Ni mwaka ambao Bwana anapenda ashangaze hasa waliomtafuta uso, na hata wale ambao wakuwa na imani kwa Bwana. Ni hapo wataamini ya kwamba kumbi yule na yule walikuwa wanamuomba Mungu. Hawa watu walikuwa waaminifu wa kweli wa Mungu. Mungu aliwasikia maombi yao toka juu, na huku amewajibia, na itakuwa chanzo cha kutazama kwa mvutio kwa Mungu wako ambaye ana nguvu ya kugeuza nyakati na mazingira. Wakati mambo yako mazito na magumu kwa wengine, yale yale nayapitia ndani na yafanya kuwa mepesi kwako, wewe ambaye uko mteule, ulioko kwa kando kwa sababu yake Bwana. Neno moja ambalo nilikutakia wewe unayenifuata katika video hii, ningependa nikwambia kwamba mwaka huu ni mwaka wa realization, Mungu kutimiza vitu alivyoviahidia. Lakini neno moja linahitajika, ni toka kwenye Bwana, ni kuacha kwa zamu nzuri, kuacha na kwenda kuharibika, kisha urudie ujijenge. Hiyo hali ya bahatisha kimaisha unabidi uiache, lakini uishi maisha yaliyo na msimamo halisi. Kama uko upande wa Mungu, sema mimi ni upande wa Mungu, utabakia na utatembea pamoja naye, na atakubariki kwa kweli na kwa nguvu, na huku pia utaandaliwa uzima wa milele. Na kushukuru sababu unanisikia, naamini hutapotoka, hutageuka na hutakwepa, utabaki ili tumkaribie yeye aliyetuumba na anayetuwazia mema, aliye na mpango mzuri juu ya maisha yetu, pia anayejua ujio wetu wa kesho. Ingawaje leo hii tumeishi na tumeiona na tuliomo kwa sasa, lakini kesho ni anaijua na anaitimiza sawa jinsi alivyoipanga. Sasa ni wewe na mimi kumwambia Bwana atuelekeze katika mpango wa Bwana, katika malezi ya Bwana, katika kusudi la Bwana, katika shabaha ya Bwana. Tutakapoingia pale mwa hiyo uvumi, mwa hiyo hewa, mwa hiyo nguvu na kutimiza mapenzi ya Mungu, tutashtuka tumejenga vinavyoonekana. Tutajenga mioyo ya watu, tutajenga majamii, tutajenga makanisa, tunajenga taifa, tunajenga dunia, kwa sababu kuna watu ambao wamekubaliana na Roho wa Bwana kwa njia ya neno lake, ushauri, sifa na maabudu, na kwa njia ya mafundisho. Hawa wanaendelea kujengeka na kuimarika tena na kuwa vitu vikubwa. Wale ambao ni malokate waliojikaza kupanga siku za kutosha, nao pia kuna wale wengi ambao Bwana atakumbuka kwa sasa. Wengi watakumbukwa. Hata wewe unayenifuata, yawezekana miongoni mwenu kuna wale ambao bado hawajapata nafasi ya kuishi kama maparcel na kujenga. Mwaka huu ni wenu, Mungu awakumbuke na watendee. Hata ninyi mlio na safari tofauti na kutoka sehemu hapa na kuelekea kwa pembe zingine za dunia, Bwana kwa njia ya muujiza atafungua milango, na sehemu zote, upande na upande mwingine mtakwenda, na jina lake litazidi kutukuzwa. Mungu akubariki kunifuata, kunisikia na kunipokea 100 kwa 100. Ubarikiwe.